Karibu sana kwenye uchambuzi wetu maleo. Unajua, leo tunaenda kuangalia kitu muhimu sana, jinsi ya kugeuza kilimo cha nazi kutoka kile cha kawaida tu na kukifanya kuwa biashara kubwa yenye faida ya uhakika. Twende pamoja. Ushawahi kusikia mnazi ukiitwa mti wa maisha? Basi, sio jina la kubahatisha. Duniani kote unajulikana hivyo. Na sababu ni rahisi sana. Huu mti sio tu tunda, ni uwekezaji. Kila kitu chake, yani kila kitu, tunda, maji, ganda, makuti, vyote ni pesa. Ni fursa ya maisha kweli kweli. Sasa sikiliza hii, ni ya kushangaza kweli. Mti mmoja tu, mmoja, unakupa mavuno kwa miaka 60 mpaka 80. Hebu fikiria kidogo. Yani unapanda leo, lakini watoto wako na hata wajukuu wako watakuja kukuta matunda yake. Hii ndio maana halisi ya ile tunaita benki yako ya kijani. Benki ambayo haifilisi, inaendelea kutoa tu. Okay, sasa hebu tuzame ndani zaidi kwenye hii fursa ya soko. Kwa nini tunasisitiza kwamba nazi ni benki yako ya kijani? Ni kwa sababu biashara hii ina vyanzo vingi sana vya mapato. Na soko lake lipo wazi na ni la uhakika. Hebu angalia hapa, mahitaji jinsi yalivyo nchini Tanzania. Tazama hiyo chati. Madafu peke yake yanabeba sehemu kubwa sana ya soko. Hebu fikiria jiji kama Dar es Salaam. Ni maelfu ya madafu yanauzwa kila siku. Na hapo bado hatujazungumzia nazi kavu, mafuta ya nazi na bidhaa nyingine zote. Yaani soko lipo na ni kubwa. Sasa tuongee lugha ya namba, tuone pesa halisi. Dafu moja linauzwa kati ya shilingi 500 mpaka 1500 hasa mijini. Nazi kavu, hoteli na wenye viwanda vya kuoka wanalihitaji sana. Mafuta yake, hapo ndio kwenye thamani ya juu kabisa. Na usisahau, hata yale maganda na nyuzi zake ni biashara nyingine. Hii inathibitisha kwenye mnazi hakuna kinachotupwa. Kila sehemu ni pesa. Okay, sasa swali la msingi linakuja. Kama fursa ni kubwa hivi na soko lipo, kwa nini wakulima wengi bado wanahangaika? Kwa nini hawaoni faida kubwa kutoka kwenye nazi? Hapa ndipo penye siri yenyewe. Unajua kinachowakwamisha wakulima wengi wasifike kwenye huu utajiri? Ni vitu viwili hasa. Kwanza, bado wanang'ang'ania zile njia za zamani za mazoea. Na pili, na hili ndilo la muhimu kuliko yote, wanatumia miche isiyo sahihi. Hilo ndilo tatizo kubwa. Sasa tuangalie tofauti yenyewe, maana hapa ndipo wengi wanakosea. Ukitumia ile miche ya kienyeji, yani ya mazoea, utakaa na kusubiri miaka 7-10 ndio uanze kuona nazi za kwanza, na zenyewe chache na zinashambuliwa na magonjwa kirahisi. Sasa geukia upande wa pili, miche bora ya kisasa. Unasikia, miaka 3 tu 4 tayari mavuno yameanza, na si mavuno tu, mavuno mengi, nazi bora, na mti wenyewe imara, haushambuliwi na magonjwa ovyo. Yani tofauti ni kama usiku na mchana. Basi, suluhisho liko wapi? Suluhisho ni kuachana na mazoea na kukumbatia mbinu za kisasa za kimkakati. Hapa sasa tutachambua siri tano muhimu zitakazogeuza kilimo chako cha nazi kwa biashara ya dhahabu. Sasa, hii hapa ndio ramani yako ya kuelekea mafanikio. Hatua ya kwanza, eneo sahihi. Chagua ardhi nzuri. Ya pili, na hii ni muhimu kuliko zote, miche bora. Huu ndio msingi. 3, nafasi na matunzo sahihi. 4, jua jinsi ya kudhibiti wadudu na magonjwa. Na mwisho, namba 5, ni lazima ujue soko lako liko wapi kabla hata hujaanza kuvuna. Hebu tuangazie baadhi ya hizi kwa undani zaidi kidogo. Sasa, hebu tuongelee hatua ya 3, nafasi. Watu wengi wanapuuza hili. Kupanda kwa nafasi sahihi, kama mita 8 kwa 8, ni muhimu mno. Hii inasaidia miti isigombanie chakula, maji wala mwanga wa jua. Matokeo yake, utapata miti yenye afya na mavuno yatakuwa mengi na yenye ubora wa hali ya juu. Ni jambo dogo lakini lina tofauti kubwa sana. Na matunzo haya haishii tu kwenye kupanda. La hasha. Tofauti na watu wanavyofikiri, mnazi unahitaji uangalizi. Lazima shamba liwe safi, fanya palizi, weka mbolea,
iwe ya asili au ya kiwandani, na kama uko eneo ambalo mvua ni za kubahatisha, umwagiliaji ni muhimu sana. Halafu, kuwa macho na magonjwa. Usisubiri mpaka yaharibu shamba, chukua hatua mapema. Sasa tumefika kwenye kiini cha mada yetu, jambo muhimu kuliko yote. Uamuzi mmoja tu ambao utaamua kama shamba lako litakuwa la faida au la hasara. Hapa ndipo msingi wote wa biashara yako unapoanzia. Kwa hiyo, kati ya maamuzi yote utakayofanya, lipi ni la muhimu zaidi? Ni rahisi? Ni aina gani ya mche unaoanza nao? Yaani, uchaguzi wako wa mche ndio unaamua hatima ya shamba lako, hata kabla hujachimba shimo la kwanza. Unajua, miche bora ya kisasa ndiyo msingi imara wa shamba lenye faida. Hii si miche ya kawaida. Imeandaliwa maalumu ili ianze kuzaa mapema sana, itoe mazao mengi na yenye ubora, na muhimu zaidi, iwe na uwezo wa kupambana na magonjwa. Huu ni uwekezaji unaokupa uhakika wa faida. Sasa, hizi ndizo faida unazozipata moja kwa moja ukitumia miche kutoka Kilimo Biashara Afrika. Kwanza kabisa, mavuno yanaanza ndani ya miaka 3 hadi 4 tu. Pili, unapata nazi nyingi, kubwa, na madafu yake yana maji mengi, yale ambayo wateja wanayapenda kweli. Tatu, miche hii imara, ni sugu kwa magonjwa, kwa hiyo unapunguza sana hasara. Na mwisho wa siku, yote haya yanamaanisha nini? Pesa uliyowekeza inarudi haraka zaidi. Kwa hiyo, kama unavyoona, hili si swala la kulima tu kwa mazoea, hapana. Hili ni swala la kujenga maisha yako ya baadaye. Ni mpango wa uhuru wako wa kifedha na usalama kwa miaka mingi ijayo. Yaani, fikiria hivi. Shamba lako la nazi ni zaidi ya mimea. Ni ile benki yako ya kijani tuliyoisema. Ni urithi ambao unaiachia familia yako. Na pia ni chanzo cha maendeleo kwa jamii yako yote inayokuzunguka. Jambo la kuzingatia ni hili. Kila siku unayokaa na kusubiri, kila siku unayosema nitafanya kesho, ni sawa na mwaka mzima wa faida ambao umepotea. Muda sahihi wa kuchukua hatua ni sasa hivi. Usipoteze muda mwingine. Anza safari yako ya mafanikio leo. Wekeza kwenye miche bora kabisa ya nazi kutoka Kilimo Biashara Africa Limited. Namba yao ya simu ndio hiyo unaiona hapo. 0763 07 1007. Wasiliana nao sasa hivi. Panda ndoto yako leo ili kesho uvune faida kubwa.